mfano ambaye anatoa Yesu Kristo kuhusu wale wanakondoo 99 na yule mpotevu mmoja, kondoo mmoja ambaye alienda mbali. Sisi ni muhimu sana kuangalia kwamba Utatu Mtakatifu, tuseme Mungu, daima ndi yule Mungu ambaye anajitolea kwa njia ya huruma yake. Sisi tukiangalia huruma, sisi hatuhurumii Mungu, lakini yeye ambaye ni upendo anatuhurumia. Kwa hiyo maana yake huruma inaweza kufika kutoka juu kwenda chini, lakini sisi kutoka chini hatuwezi kwenda juu kwa huruma, kuhurumia Mungu. Lakini tukijifunza huruma ya Mungu kutoka juu kwenda chini, sisi baada ya kujifunza tunaweza kuhurumiana kati yetu. Hii liturujia linatufundisha leo kwamba mahusiano wetu na upendo wa Mungu Baba inatusaidia na inatuepusha kuhurumiana. Maana yake kwamba unataka kuangalia kwamba wewe ni mtu mwenye huruma, angalia mahusiano kati ya wewe na Mungu. Hivyo hivyo, na tukiangalia katika Injili pia ya leo, labda tunaweza kufikiri wale 99 ni wale wazuri ambao wanabaki pamoja na Mungu na anafanya vitu vizuri sana kamilifu, na yule mpotevu ni kwa sababu ameenda mbali na ametenda dhambi. La, tukiangalia ndani zaidi, wale 99 labda ni malaika, na yule mpotevu mmoja tu ni binadamu zima, ni sisi sote ambaye tunahitaji kweli na kusaidiwa. Kwa njia gani? Cha kwanza, kwa kuonyesha upendo kati yetu. Cha pili, Mungu daima anatuma tuseme mjumbe wake kwa wale wanaohitaji kweli, kama wapo tayari kwa kuwapokea, kwa yule mmoja kondoo yupo tayari kwa kupokea huruma ya Mungu, basi anarudi. Kwa hiyo sisi sote tujiandae kweli, kwanza kujua kwamba sisi sote tunahitaji Yesu Kristo na huruma yake kila siku. Tuna ile kishawishi ya kwenda mbali ya neno, ya kanisa, ya sakramenti, lakini Mungu Baba bado yupo kwa njia ya neno lake, kwa njia zake, tuseme anajaribu kila siku, kwa njia pia ya ombi ya Bikira Maria kwa mfano, anatamani kweli turudi kwake, anatamani kweli tugundue kwamba nje ya njia ya huyo Mungu sisi kweli ni wapotevu. Tuketi tusikilize nia za Mungu.